Naitwa Protas Crispin Mpora, ni mkurugenzi wa African Honey Solution. Mimi ni mfugaji maarufu ambaye nimeshirikiana na mashirika mbalimbali duniani. Leo kama siku ya nyuki duniani, nikiunga kauli mbiu ya serikali ya kwamba nyuki ni uhai na uchumi, tuwahifadhi. Mimi nasema nyuki ni ajira, kwa sababu kampuni yetu ya African Honey Solution imeweza kwenda mbali na hao nyuki kwa ajili ya uhifadhi. Imeweza kuanzisha viwanda vidogo vidogo ambavyo ni vya one table production kwa ajili ya uzalishaji wa dawa zinazotibu binadamu. Kwa hiyo ninapomuona nyuki, mimi ninamuona kama lulu. Ninaposikia nyuki, mtu akidhuru nyuki, naona ni mtu ambaye hana tofauti na wahaini wa kawaida, kwa sababu tayari nyuki ni ajira, nyuki ni uchumi, lakini nyuki ni uhai kama serikali inavyoizungumzia. Mimi ambaye ni mbobezi kwa miaka 20 kwenye mambo ya nyuki, nina mambo mbalimbali ambayo yanaweza kuzungumza kwenye mambo ya nyuki. Nyuki ni matibabu, nyuki ni chakula ambacho ikitoa asali, lakini nyuki ina mazao zaidi ya 8 ambayo yote yana matibabu mengi kupitia binadamu. Watu wote wale wanaoishi katika mazingira ya ufugaji wa nyuki, huwa hata maisha yao yanakuwa marefu, kwa sababu katika sample hizi ukienda kwa wafugaji wa nyuki humo vijijini ambao ni wafugaji wa kienyeji, hakuna mtu aliyeishi chini ya miaka 90. Ni watu wameenda zaidi ya miaka hiyo, lakini wataalamu zaidi wataithibitisha kuhusu maisha hayo. Kwa hiyo naiunga mkono siku ya leo. Sisi kama African Honey Solution wenye makao yetu makuu mkoa wa Songwe na wilaya ya Songwe, tunasema kwamba nyuki ni uhai na uchumi na unatoa ajira. Tunamshukuru muhifadhi namba 1 ambayo ni Daktari Samia Suluhu Hassan. Yeye ni muhifadhi namba 1 kwa jitihada anayoifanya kupitia majukwaa mbalimbali. Nyuki wakitoweka leo, baada ya miezi 4 watu wataishi kwenye umaskini mkubwa. Kwa nini naizungumzia hiyo? Kwa sababu nyuki katika uzalishaji wa mazao wana double production. Kama ulikuwa upate junia 20 kwenye hekari moja, utakwenda junia 40, kwa sababu wakati wa kufanya pollination na kufungua yale maua unasababisha chakula kiweze kustabilize nchini. Kwa hiyo nyuki sio kitu kinachochukuliwa poa. Nyuki ni kitu ambacho ni muhimu sana katika maisha ya binadamu. Na lingine kiutaalamu, nyuki wawili wakikung'ata una kinga ya malaria ya miaka 5. Kwa hiyo tunazungumza, tunao ubobezi wa kila aina kwenye mazao hayo, watu wanaokula asali, watu wanaoenda kula na vitu mbalimbali, inaondolea riski nyingi ya kuugua na kuzeeka kwa mapema. Watu wengi hawajui kwamba asali inatakiwa kuogea ili kuweza kufungua vinyweleo ili kuisaidia figo kutokuwa na sumu nyingi. Vinyweleo vingi vinajisiliba katika mwili, na matokeo yake maeneo machache yaliyowekwa kwa ajili ya utoaji wa sumu yanazidiwa. Ndio maana watu figo zinaferi. Lakini ukiogea asali ukapaka dakika 15 kabla ya kwenda kuoga, dakika 2 utaanza kuona mwili una stimulate na vinyweleo vinafunguka. Ukizoea kuogea vitu vya namna hiyo, utajikuta kabisa kwamba afya yako iwe salama. Nielezee kidogo matumizi ya asali, tofauti ya matumizi ya asali na asali na sukari. Unapotumia asali unasababisha kongosho lifunguke haraka ili kutema insulin iende kucontrol ile sukari ili isiende kwenye damu. Kwa hiyo tunakushauri zaidi kwamba kwenye umri huu wa utu uzima unatakiwa utumie asali, kwa sababu ina vitu viwili vya asili. Ina fructose na glucose ambayo ina faida kubwa sana kwenye mwili wa mtumiaji badala ya kutumia sukari. Kwa hiyo ukitumia sukari utakumbana na maradhi mengi kuliko ukitumia asali ambayo inaenda kusolve matatizo mengi kwenye mwili. Matumizi yake yakoje? Unahitaji kuhakikisha kabisa kwamba asali unayoenda kuiweka kwenye chai isiyo ya moto ili isije kaondoa fructose na glucose, na hiyo ikabaki kuwa kiburudisho. Unahitaji kuona asali unaipeleka kwenye chai ambayo iko fukuto, ili fructose na glucose iende ikafanye kazi kwenye mwili. Kwa hiyo maradhi haya tulionayo, mtu mwenye maradhi yoyote, mtu aliyeshindikana hospitali, usimkatie tamaa.
wasiliana na sisi, tutakupa elimu ya chakula na elimu ya mazao haya ya nyuki yakaweze kuwa kinga katika maisha yako.